Hello, hii ni MB System. Nami ni Mr. A Nyoni nikiongea nanyi. Na hizi ni MB System na hii ni MB Tally System ambayo nimekuja kuwashirikisha. Kabla tujaendelea sana, basi tuweze punguza sauti ili tuweze kuendelea. Basi utakapokuwa umepokea MB Tally System, utaidownload na itaonekana hivi. Inatumia local disk na inakuwa ni offline. Kwa muonekano wake uko hivi, menu yake. Lakini pia zipo za aina mbili. Kuna MB Tally version 1 na MB Tally version 2. Kwa unapokuwa umeifungua, inafunguka ikiwa imekuwa namna hiyo. Lakini pia inakuwa ina button na box hizo. Hapo juu ni box za kuandika taarifa za ni specification za taarifa. Lakini kwa chini hapa ndipo sehemu ambapo unaweza ukatali. Lakini kabla ya kuanza kutali ripoti yako, ni lazima ubadilishe tarehe. Uhakikishe kabisa tarehe ni tarehe ya siku husika. Kwa mfano tarehe ya leo ni tarehe ya mwezi wa 5, tarehe 30 mwaka 2025. Utakapokuwa umebadilisha hiyo, ndo unaweza ukaklik hapa chini kwenye hizi button za +1 hizi zikaweza kufanya kazi. Kwa unapokuwa umeklik hiyo button, box ya chini inaongezeka na hapa juu ni heading za tali yako. Kwa mfano unaweza ukaweka interval za miaka au unaweza ukaweka interval za sex au yani kwa mfano make. Tutaona mmoja ya ripoti ambayo inakuwa ina miaka, lakini pia inakuwa ina jinsia kama vile zile ripoti za HTS. Mfumo hapa, hizi button haziwezi kufanya kazi kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho tunatakiwa tufanye, ni kitu cha kuenable hii database iweze kufanya kazi, ambapo ukiangalia vizuri kwa juu hapo kuna kamkanda kama kanjano. Nitawaonesha, tuta enable content alafu baadaye tutakuja tutaweza kuendelea kama nitakavyoonyesha hapo muda mchache kama hivyo. Hapa juu kama unavyoona imeandikwa enable content, maana yake uiweze kuipa power hii database iweze kufunguka katika kompyuta yako. Kila utakapokuwa umedownload kwa mara ya kwanza italeta option hiyo. Kwa ukisha kuwa umeiruhusu sasa, ndo utakuja utabadilisha tarehe iweze kufuata tarehe ya leo. Kama hapo tumebadilisha, tumeweka tarehe 14, leo sio tarehe 14, kwa haifanyi kazi. Kwa ukibadilisha ukaweka tarehe 30 mwezi wa 5, ukianza kutali hapa ndipo utaona box la chini linaongezeka. Kwa kila button ukigusa hapo utakuwa maana yake unatali. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo mfumo wa MB Tally System unaweza kufanya kazi. Na hii ni version 1. Unapokuwa unataka kusajili ripoti nyingine, unatumia hizo arrows za kwenda kulia na kushoto, yani za previous na next na last record. Kwa unapokuwa unabinya zile, ndo unapokuwa unaenda page moja kwenda page nyingine. Mfumo ambao ni MB Tally System version 2 uko advanced kidogo na una tofauti kidogo na huu wa MB Tally version 1. Kwa MB Tally version 2 imekuwa imeongezeka kidogo. Kwa hapo ukiklik hiyo button add new record, maana yake add new usajili tally report, maana yake utakuwa umeenda kwenye ripoti mpya. Unaweza ukaisajili kama hapo tumeandika chanjo, na pia ukaandika specification zake zote, na pia ukaandika hapa juu heading sasa ambazo unataka kutali, kama ni miaka, kama ni majina. Basi ukaanza kutali. Ukisha kuwa umeweka tarehe sasa ya tali yenyewe, tally date hapo kama unavyoona. Ukishaweka hivyo utaanza kuitali kwa namna. Ukibadilisha tarehe, maana yake hizo button unakuwa umezideactivate, haziwezi kufanya kazi. Hiyo ndio VBA na coding zinaweza zikaruhusu na zikakataza. Lakini kama unavyojua, ukitaka kutupata, angalia maneno hapo juu yameandika. Kuna contact zetu za simu, lakini pia kuna direction ya MB
shop system ambayo inakuwa online. Ukiingia huko basi unaweza kukuta mifumo yetu pamoja na kazi zetu nyingi za vitabu vya ebooks na vitabu vya audiobooks pamoja na mifumo hii mingi sana. Baadaye endelea kuwa nami, nitakuelekeza ni namna gani unaweza kuelekea huko. Basi baada ya kuangalia hiyo awamu ya kwanza ya version 1 kwenye masuala ya kujaza sasa tali zenyewe, tutaenda pia kuangalia report, lakini kwa ufupi kama unavyoona kasa inakuonyesha hapo ni namna unavyoweza kutupata. Kwa hapo utatupigia simu au utatutumia ujumbe mfupi WhatsApp au kawaida. Lakini pia huko mwishoni kabisa kuna direction ya online shop yetu ambayo inaandikwa ni payhip.com/ ambayo inakuwa na MB Systems. Hiyo E na S zinakuwa zina herufi kubwa. Lakini sasa baada ya kuwa umeshatali, kama vitu vya kuzingatia unapokuwa umemaliza kutali ni jina la ripoti na tarehe yake. Kwa hivyo ndivyo vitakavyoweza kukuwezesha kuona summary report ambayo imekaa vizuri, ili ambayo unaweza ukaihamishia kwenye taarifa yako ya ripoti ya mwezi, ya kota au ya mwaka. Kwa hapo kama tunavyoona inakuambia uingize vitu fulani fulani. Kwa utaingiza mwaka, mwezi na aina ya ripoti, na summary report yake ya tali inakuja namna hiyo. Kwa hiyo ukiingilia kwa mfano hii ambayo inakuwa ina 2 column, utaandika specification yake na inaonekana hivi. Mfano wake ni kwamba hapo juu inaweza ikawa miaka au kitu chochote, afu chini kuna column mbili zimejitenga pia. Hizo ni kama juu unaweza kuweka miaka, intervals za miaka kama mfano wa form hii inavyojionyesha, alafu chini ukaweka sex. Okay? Kwa ripoti yake ndiyo inakuwa namna hiyo. Basi bila kusahau kabisa ni kuombe kama unaangalia kutoka Facebook utufollow Facebook page zetu MB System na MB Bookstore, utufollow. Usitoke bila kutufollow. Unaweza ukashare pia content hii, lakini pia kama unaangalia kutoka YouTube usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza ukacomment. Basi baada ya hayo tunaweza kwenda kuangalia MB Tally System ambao ni version 2. Kama unavyoona sasa imeboreshwa zaidi na unaweza ukapandisha juu na ukashusha chini. Hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba katika peji moja ya MB Tally System ya updated MB Tally System unaweza ukatali ripoti nzima na parameter zake zote, tofauti na ile MB version 1. MB version 1 unatali kwa mfano labda unatali HTS, inaweza kukuruhusu kwa chini hapa ukatali tu parameter moja, kwa mfano positive au home, au unaweza ukatali labda index kimoja, ambao ukitaka kutali sasa labda kitu kingine itabidi uende next kama vile unasajili ripoti upya. Lakini hii ambayo ni updated, hii unatali katika peji moja, utatali vitu vyote ambavyo vinahitajika kwenye ripoti husika. Kama ni ripoti husika ya mwezi huo, basi unatali yote. Ripoti ya HTS yote unaitali. Kwa utaitali, utaiandika pale juu specification zake, lakini chini pia utaanza kutali kama positive utatali, home utatali, negative utatali, hivyo namna hiyo. Basi nafikiri baada ya maelezo hayo mafupi nikakuonesha namna gani unaweza kutupata online shop yetu. Utaandika payhip kama hivyo, utaandika payhip.com, alafu utasema / alafu utaandika EMB, utaanza na herufi kubwa, na systems kwa kubananisha pia utaanza na herufi kubwa, lakini S ya mwisho inakuwa ni S ndogo. Kwa utakapokuwa umebinya enter, basi itakupeleka moja kwa moja na itafungua online shop yetu na system zote utaziona. Recent system ni hiyo, MB Health System version 2, na pia tuna version nyingi hapa za security na nani security, yani zina password na ambazo hazina password, ni wewe unaangalia. Ukifika kwenye peji hii usiache kutufollow, lakini tuna peji product ziko kama nyingi sana, zina peji mpaka 2. Ukija huku kwenye peji ya pili utakutana na MB Systems na vitabu pia.
Kwa peluzi na uangalie vizuri kwa uzuri bila uoga, kuangalia ni bure. Lakini bila kusahau pia kama umepata taarifa tu ni kwamba MB Tally System version 1 ni bure kabisa. Unaweza ukaidownload bure kabisa, ukajaribisha bure kabisa. Lakini pia utakapokuwa unapendezwa, sio lazima ukipendezwa, kwenye ile version 1 kuna button ambayo utaibinya inakuonyesha kwamba nenda ukadownload updated, basi unaweza kwenda kudownload updated system. Kwa hiyo hayo ndo maelezo ya mwisho na ya awali, yote yamechanganyika. Lakini pia kuna mambo muhimu pia ambayo ningependa pia muweze kuyafahamu, kama matumizi ya fomu hizi mbalimbali. Wakati ule tukawa tumeangalia ambazo zimetumika, basi hapa tutajitahidi pia tuonyeshe ambazo hazijatumika kwa MB Tally System version 2. Hii ndio main window na main menu, na kama unavyoona utakapokuwa umefungua window yoyote ya kutali, chini huku utakutana na vitu kama hivi, kwa mfano ukishaanza kuitumia. Lakini pia kitaka inaweza ikapanda juu na ukatali vitu vingi zaidi, kama nilivyokuwa nakwambia. Unapokuwa unataka kutali ili sikuchanganye, basi unapandisha mpaka ile ya mwisho kabisa, na unaweza ukachagua vitu vya kutali. Hivi vyote vinaweza kueditika. Kuna vipimo, kama utataka kutali vipimo unaweza ukatali, na kulingana na specification ni aina gani ya ripoti wewe unaitaka. Kwa mfano hii inaitwa ni 1x2, maana yake juu kuna kichwa cha habari afu chini kuna vichwa vya habari viwili vimejigawanyisha. Ukiona 1x1 maana yake ni column moja tu. Kwa ukidownload utaweza kuona vizuri kwa sababu mfumo ni bure. Ukitaka kupata mfumo huo, kama muda utaruhusu, basi nitakuonyesha picha ambayo itakuweza kukudirect huko. Lakini kabla tujaendelea sana, basi endelea kupata upako wa nyimbo hiyo nzuri sana ya Mungu ya Nabii Elia alipokuwa anataka kumdhihirisha Mungu wa kweli. Ni kwa nini nimeweka nyimbo hiyo? Ni kwa sababu namtukuza Mungu kwa kuweza kutuwezesha, kutupa nguvu na akili ya kuweza kufanya mambo haya yote. Kwanza kabisa kwa kumweka mtu aliyeweza kugundua kompyuta na kuendelea kutupa uwezo wa kuboresha na kuweza kurahisisha kazi kama hizi. Basi jina lake ni kubwa sana. Basi wakati unaendelea kupata upako huo, utapokuwa basi tuendelee na kipindi. Wakati unapata upako, utakapokuwa unataka kutali, hakikisha kabisa umeweka tarehe ya siku husika na umechagua kitu gani uweze kukitali. Kuna vibox fulani kidogo hapa viko kama vimewekewa nyeusi rangi kama kijani ya kupauka. Hizi sio za kutali, hizi ni kama specification tu za ripoti fulani ambazo sio za kutali ila zinahitajika kwenye ripoti. Kwa mfano ripoti ya HTS unaweza kusema labda couples na mambo kama hayo, watu waliopima kifua kikuu ambao sio wa kwenye kutali. Basi pia kuna ripoti kama hizi ambazo zinakuwa zina heading ndefu, afu chini hapa kuna heading partition nyingi kama 6 hivi. Kwa hiyo zinakuwa hivyo, maana nyingi ripoti kama hizi zinapatikana kwa watu wa RCH. Mimi nafikiri nisiongee sana. Nafikiri muda wangu umekwisha kunitupa mkono, lakini nafikiri mmeweza kunipata vizuri. Baada ya video hiyo, nafikiri twende tukaangalie sasa, tukaangalie ni namna gani ukishafika kwenye website yetu unaweza ukapata kudownload hii version ya bure. Unaweza kudownload version ya bure. Kidogo hapa ni kwamba utakapokuwa umedownload video na hii mfumo, hapa juu utakuta neno limeandikwa enable content, enable. Lakini pia ili uweze kwenda kupata hii mfumo huu wa bure, ukishaingia kwenye MB online shop yetu,
ukaingia kwenye MB Tally System, hapa juu utakutana na MB System and MB Bookstore. Lakini utakapokuwa umekuja kusoma specification hapa, utaona neno limeandikwa preview kama linavyojionyesha. Ukikliki hapo basi utapata sample ya au version 1 ya MB Tally System version 1 ambayo itakuwa inakusaidia kuwa familia. Na ukishaona umekuwa familia, basi unaweza ukaja ukadownload, ukakliki hapa buy now na unaweza ukabuy. Hii $30 unaizidisha mara dola ya Kitanzania, basi ukizidisha utapata bei halisi ya mfumo huo kwa bei ya Kitanzania. Kwa ndo maana hapa tumeona kwamba click here to download a free sample of MB Tally System. Basi baada ya kusema hayo, ni washukuruni tu na Mungu aweze kuwabariki sana. Na mimi nimefurahi sana kwa sababu umeendelea kuwa nami muda wote huo tangu mwanzo hata saa hizi. Yes, nikusihi tu nikuombe uweze kusubscribe na pia unaweza ukashare. Ukishaweza kushare, basi na Mungu atakubariki sana sana. Lakini pia kama hujasubscribe, jitahidi uweze kusubscribe. Mungu atakubariki sana. Unapokuwa unamsupport mwenzako, nawe Mungu anaweza kukusupport kwa namna moja au nyingine kwa kazi ambazo unaweza kuzifanya. Nikushukuru sana na Mungu akubariki sana. Mimi nakutakia wakati na wasaa mwema katika shughuli zako zote, na Mungu akubariki sana. Amina.